uishie mahali pa juu mbinguni. Jioni hii ya leo tunaendelea kutoa shukrani na sifa kwako wewe Mungu wetu, kwa sababu ya uwezo na kwa sababu umeturuhusu kuwa ndani ya nyumba yako katika masaa haya. Jioni ya leo tunaendelea na tafakari ambayo itawasilishwa kwetu na mtumishi wako Mchungaji Sibora. Tunamweka mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu awe juu yake, kwamba mibaraka hii ya jioni ambayo umetuchagua tuipate, tunaipokea tukikushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mchungaji, karibu. Basi naomba kama tunaweza tusogee jirani kama utaweza. Ninamtukuza Mungu kwa neema ambayo ametupa siku hii ya leo, kutukusanya tena jioni ya leo ili tuweze kumwabudu Mungu. Na kipindi hiki ni cha mafundisho. Tulikusudia kianze saa 10:30. Kwa sababu ya changamoto ya mambo mbalimbali yaliyo mengi katika kanisa letu, basi tumeupata wakati huu. Kwa hiyo ninaamini mafunzo haya yataenda mpaka hapo mwisho, tutakapokuwa tunafunga Sabato. Na niwakaribisha sasa ili tuweze kuendelea na mafunzo yetu. Nimetamani kwa siku zinavyoendelea, kama hatutapata mwingiliano wa ratiba, basi tunakuwa na mafundisho kila jioni. Na tumetamani turudi katika kujifunza unabii. Natamani turudi katika kujifunza unabii, na huko ndiko tutakapokuwa sana katika kila jioni, kadiri tutakavyokuwa tukipata nafasi kwa siku hizi ambazo tunazo. Ni wito wa kanisa kwamba tujifunze unabii, hususa katika kipindi hiki na siku hizi za mwisho. Tumekuwa na mafunzo ambayo yanachanganyana na walimu wameinuka makundi, hivyo tunawajibika kulifundisha kanisa. Sofa katika jioni hii ya leo, natamani tuweze kutafakari juu ya habari ya matukio ya siku za mwisho, na hatutayaangalia yote leo. Tutatamani kujenga msingi. Natamani tujenge msingi na kutengeneza uhalali wa vile tutakavyosafiri katika tafakari yetu kwa siku hizi zote ambazo tutaendelea. Kwa leo tutakuwa tunajenga msingi, na msingi wetu utakwenda kuangalia kitu kimoja
ambacho Mama White alikieleza, Yesu mwenyewe alikieleza juu ya habari ya wakati wa mwisho. Na nitakuuliza tunapoanza, twende katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 ni sura ya pekee mno ambayo tunapaswa tuisome na tuielewe vizuri. Maana Yesu alikuwa anazungumza juu ya siku zetu na yale ambayo yatatokea. Sasa sura hii inaeleza wanafunzi wakimwendea Yesu, na wanapofika kwa Yesu wanamwonyesha uzuri wa Yerusalemu, namna mji ule ulivyokuwa umejengwa. Wakaonyesha hekalu ambao kwa wakati huo Herode alikuwa amelitengeneza na alikuwa amelijenga kwa muda wa miaka 25, watu wakiwa wametoa kodi zao. Kwa hiyo hekalu lile lilikuwa zuri katika uzuri wake. Kwa lugha nyingine, lilikuwa ni jengo lililokamilishwa na liko katika piki ya uzuri wake. Na wakamwambia, mwalimu, hebu lione hekalu hili namna lilivyo zuri. Ndipo Yesu anasema, haya mnayoyaona halitasaliwa jiwe juu ya jiwe. Habari zake tunaweza tukazizungumza siku moja tutakapokuwa tunazungumza juu ya habari ya tukio hili. Tutasoma pia na kitabu cha Pambano Kuu tuone namna ambavyo utimilizo wa hiki kilitimia. Kwa hiyo maneno haya ya kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe yakawagusa wanafunzi. Wakapanda juu ya mlima hususan ule wa Mizeituni. Wakiwa hapo juu wamemweka Yesu kati, wanamwambia, mwalimu, utuambie. Katika faraga yao wanamwambia, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, na nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Hili ndilo swali walilomuuliza Yesu wakiwa faraga, na Yesu anawapa majibu. Sasa hili jibu ndilo tutakaloanza nalo. Yesu akajibu, huu ni mstari wa 4, akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Neno la Yesu la kwanza anapojibu swali la fungu la 3, tuambie ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Yesu akifungua kinywa chake anasema ya kwamba angalieni mtu asiwadanganye, kwa maana ya kwamba siku za mwisho zitakuwa na viwango vya juu vya udanganyifu. Kama ni nyakati shetani anafanya kazi yake kwa ubora, kama ni nyakati ambazo kuna uongo, ni sasa. Na hili ndilo Yesu anaanza kusema nasi ya kwamba angalieni mtu asije akawadanganya. Angalieni msije mkadanganyika. Sasa anavyoendelea na mawazo yake na maelekezo na unabii huo, anatoa katika mstari wa 5 kile kitakachotokea. Anasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo.
Kwa hiyo moja ya dalili itakayotambulisha mwisho wa wakati ni kuibuka kwa watu watakaokuwa na madai ya kwamba wao ni Kristo, ya kwamba wao ndio Kristo mwenyewe. Achilia mbali kipindi Yesu anazaliwa, hii ndio iliyokuwa hali. Walitokea watu waliojitaja kuwa wao ni Kristo, na moja ya mambo yaliyofanya Yesu asiaminiwe ni kwa sababu ya makristo feki waliokuwa wametangulia mbele yake na wale waliokuwa wakati wake. Na kabla ya ujio wa Yesu, Yesu anasema wengi watatokea wakiwa na madai kama hayo ya kwamba wao ni Kristo. Na habari hii sasa hivi inatokea na inaendelea kutokea. Ninakumbuka mwaka 2019 nilikuwa Kenya na nilikuwa kwenye makambi. Nilikuwa nafanya kambi kwenye mji wa Kisii. Tukiwa hapo tukapokea taarifa ya kwamba Yesu yuko Kenya. Wangapi walisikia hiyo habari? Nashukuru mashahidi ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko hapa Kenya pale Nairobi. Kwa kweli moyo wangu ulifukuta, nikatamani nimuone huyu Yesu. Sasa na yule Yesu aliyekuwa amekuja hapo Kenya alikuwa Nairobi, akawa anawaambia watu, na yule aliyekuwa amekuja naye anawaambia wa Kenya ya kwamba mimi ndiye Yesu, na nimekuja kuwaambia ya kwamba niliwaahidi ya kwamba naenda kuandaa mahali ili nije niwachukue. Yule Yesu akawa anasema ya kwamba amekuja kuchukua michango aende kumalizia mahali. Halo, Yesu alikuwa ameleta taarifa ya kile kinachoendelea, na sasa Yesu amepungukiwa, ameishiwa, ili watu waweze kutoa mchango aende kumalizia. Na watu wasioelewa walichangia sadaka zao. Ninashukuru serikali ya Kenya ilipoyasikia hayo, maana uhamasishaji ulikuwa ni mkubwa na mji ulilindima. Basi wakampa masaa machache huyu Yesu aondoke Kenya, na akawa ameondoka. Na nasikia alipofika huko katika nchi yake alikufa mara. Yule Yesu amezikwa. Sijui ni jambo la kusema amina, lakini yule Yesu feki alizikwa. Mayesu kama hao ni wengi. Lakini pia mnafahamu hapo Kenya pia kuna mtu anaitwa Yesu wa Tungareni. Si mnajua? Kuna yule Yesu wa Tungareni, yeye ambaye anaitwa watoto wake kuwa ni malaika. Hapo Kenya sio mbali kuna Yesu, na anasema ya kwamba mimi ndiye Yesu. Hapo Kenya tu, sio mbali. Kwa hiyo sasa hivi lundo la mayesu ni kubwa. Nigeria mtu kama huyo yupo, Brazil yupo, mayesu wamekuwa wengi. Na sisi wasafiri tunaambiwa ya kwamba tunapoyaona hayo tusije tukadanganyika. Na huenda hayo mambo hayajakuwa bado. Tunaposikia habari hizi za mayesu Yesu, wala hatupaswi kutishika. Yesu alishatangulia kusema. Habari ambayo nilitamani leo niizungumze zaidi ni katika Mathayo sura hiyo ya 24 mstari wa 11. Yesu anasema, na manabii wengi wa uongo watatokea
na kuwadanganya wengi. Manabii wengi wa uongo watatokea. Kwa hiyo pamoja na kwamba makristo wa uongo watatokea, Yesu anasema ya kwamba na manabii wengi wa uongo, sio wachache, wengi kabisa. Na anasema hao watawadanganya walio wengi. Mstari wa 11 anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi, sio wachache. Kwa hiyo dalili hii ya kurudi kwa Yesu pamoja na kutokea kwa makristo wa uongo, kunatokea pia na manabii wa uongo. Kwa siku tunazosimama ni siku za uwepo wa manabii wengi wa uongo, na katika kazi zao za unabii wa uongo wengi watadanganyika. Na huu ndio ukweli ya kwamba tunaishi katika ulimwengu, hususan kipindi hiki. Utakumbuka ziko zama, tulianza na zama za mwinjilisti. Kila mmoja akawa anakuja, unasikia mwinjilisti fulani, jina la mwinjilisti likawa wala watu maarufu. Mwinjilisti, hilo jina la mwinjilisti likaenda likapoa, likaisha. Likaja jina la mwalimu. Jina la mwalimu likaja, la mwalimu likashika kasi, likaenda likapotea. Likaja jina la mchungaji, nalo likapata nguvu. Watu walikuwa wanatambulishana, wewe unaabudu wapi? Kwa mchungaji fulani. Sasa zama tulizonazo ni zama za nabii. Tunao manabii wengi. Wengine ukichukua nafasi uweze kufuatilia unabii wanaoutoa, eti unashangaa, eti nabii anayeitwa nabii wa Mungu, eti naye anatoa unabii wa Simba na Yanga. Eti nabii anatoa unabii wa siasa, rais nani atakayekuwa madarakani. Eti nabii anatutolea unabii wa timu gani itachukua kombe la dunia. Manabii wengi na mambo ambayo wanatoa unabii juu yake, hata yenyewe ukiyasikiliza hayashiki maji. Na hawa wana wafuasi, na cha kushangaza hata wateule wamegeuka kuwa wafuasi wa manabii hao. Manabii wengi wa uongo watatokea. Sasa katika jioni ya leo, msikilizaji wangu na wewe uliyeko katika kanisa hili la Magomeni, natamani ujue ya kwamba enzi tulizo nazo ni za utimilizo wa dalili hii ambayo Yesu aliisema. Unahitaji kujua, sasa tunahitaji kujua, na moja ya jambo unalotakiwa kujua, unatakiwa kuwa na uwezo wa kutofautisha nabii wa kweli ni yupi na nabii wa uongo ni yupi. Kwa nini uwe na uwezo? Ni ili uweze kutofautisha kati ya nabii yupi ambaye ni wa kweli na nabii ambaye sio wa kweli. Usalama wetu umebaki hapo, kuwa na ukweli unaoweza kutusaidia kuchora mstari wa kuwatenga manabii wa kweli na manabii wa uongo. Ufahamu unaoweza kutusaidia kuchora mstari wa kutenga mchungaji wa kweli na mchungaji wa uongo. Tunahitaji uelewa, na ndiyo maana Hosea akiandika juu ya taifa la Israeli
juu ya kile kinacholiangamiza taifa, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wengi wanaangamia, wengi wamejikuta katika mahali ambapo hawakuwa paswa kuwa, kwa sababu tu walikosa ufahamu, walikosa maarifa. Katika kujenga msingi katika masomo yetu jioni hii ya leo, natamani nikutie moyo ya kwamba umefika wakati uweze kuwatofautisha manabii wa kweli na manabii wa uongo. Manabii wa kweli na manabii wa uongo. Naomba tupate nafasi ya kusoma mafungu machache. Tusome mafungu machache. Fungu la kwanza ni lile la Thesalonike wa kwanza, sura yake ni ya 5, mstari wake ni wa 20 na 21. Thesalonike wa kwanza sura yake ni ya 5, mstari wake ni wa 20 na 21. Neno la Mungu linasema, msitweze unabii, msitweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo nini? Halo? Lishikeni lililo nini? Jema. Msitweze unabii, lakini jaribuni mambo yote. Kumbe hata mambo ya manabii yanapaswa kujaribiwa. Saa tuliyosimama ni saa ya hatari kabisa, ambayo tunapaswa kujaribu mambo yote, na mambo huwa hayajaribiwi kwa namna nyingine yoyote. Mambo ya unabii yanajaribiwa na neno. Kipimo kinachoweza kupima na kujaribu ni hiki hapa ambacho Mungu ametupatia, na ndiyo maana saa hizi Bwana ametupatia kauli mbiu, lakini pia anaturudisha katika uzoefu wa kujikita katika neno. Hili neno ndilo litakaloweza kutusaidia kujaribu mambo yote na tuyapate yaliyo mema tutakayoshikamana nayo. Tunapaswa kujaribu mambo ya unabii. Sasa nimepewa kipimo cha dakika jioni hii ya leo. Naomba nikuletee mambo kadhaa ya namna ambavyo tunaweza kupima manabii na kuthibitisha kazi zao. Natamani nikuletee mambo kadhaa. Nikuletee mambo makubwa 4, na nitakuletea pia mambo 7 ya namna ya kupima nabii wa kweli. Kwa jumla tutazungumza mambo 14 katika wakati kama huu. Moja, ukitaka kumjua nabii wa kweli, nianze kwa nabii. Ukitaka kumjua nabii wa kweli, jambo la kwanza, nabii na unabii wenyewe lazima upatane na sheria ya Mungu. Hilo ni jambo la kwanza, kwa kuwa Mungu ametuambia ya kwamba tujaribu mambo yote na tuyashike yaliyo mema
tunapoletewa habari za unabii, tunapopewa na tunapowaona manabii, Mungu wetu anatuambia ya kwamba moja, sheria ya Mungu itatumika kupima. Sheria ya Mungu ndiyo mizani itakayopima na kudhihirisha ya kwamba huyu anayo unabii au hana unabii. Na maneno haya unayapata wapi? Ni katika kitabu kile cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20. Ni fungu ambalo tunalifahamu wengi. Isaya sura ya 8 mstari wa 20, na neno la Bwana linasema, na waenende kwa sheria na nini? Halo, hivi tuko hapa na watu au wameshaenda? Na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana nini? Asubuhi. Waende kwa sheria na ushuhuda. Kumbuka, sheria ya Mungu ndiyo inayowatambulisha wana wa Mungu. Ukiangalia kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12 mstari wake ni wa 17, neno la Mungu linasema, na mtume Yohana anaandika akisema, joka akamkasirikia mwanamke, akaenda afanye vita na uzao wake uliosalia, wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kumbuka, uzao wa mwanamke, masalio ya Mungu, watu wa Mungu waliobeba kweli za Mungu watatambulishwa na sheria. Sheria hizi, amri 10 za Mungu, Mungu ameziweka pale ili ziweze kuwa mstari utakaotenganisha kati ya wacha Mungu na wasiomcha Mungu. Sheria za Mungu ndio mstari utakaotenganisha vizazi viwili juu ya uso wa dunia. Uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke utatenganishwa na sheria. Na Bwana ametupa hizi amri 10. Na hizi hatupaswi kuzichukulia kirahisi kabisa kabisa. Huenda tutakuja na mada ya kujifunza hizi amri peke yake. Hizi amri 10, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, na usitamani nyumba wala chochote cha jirani yako. Hizi amri 10. Ikiwa kuna ambaye anasema na mizania inamkataa kati ya moja, hatoshi kuwa nabii. Hatoshi. Na neno analoweza kulisema mtu huyo halipaswi kuwa sehemu ya imani yako. Na shetani anao watu wa hivyo wengi. Hilo ni jambo la kwanza. 2. Naomba nisome maneno ya Mama White. Anasema sheria ya Mungu inapaswa kuwaongoza daima wanaume na wanawake kwenye Biblia nzima.
Manabii wanapaswa kuwaelekeza watu kwenye neno kama kanuni ya imani na ibada, na kama nuru kuu ambapo maandishi ya neno la Mungu yanakuwa ndiyo nuru kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo nabii wa kweli atakwenda nje ya kuwaelekeza watu nje ya neno la Mungu, Biblia, kama kanuni kuu ya nuru. Na ndio maana anasema waende kwa sheria na ushuhuda. Manabii wanaotutoa kwenye neno la Mungu hawafai. Hakuna maneno mengine tunayoweza kuyaamini zaidi ya haya yaliyomo kwenye Biblia. Jambo la pili, nabii yeyote lazima unabii anaotoa utimie. Unabii utimie. Lazima unabii utimie. Yeremia 28 mstari wake ni wa 20. Yeremia 28 mstari wa 20. Naomba nisome maneno hayo. Yeremia 28 mstari wa 20. Naamini tunazo Biblia zetu pamoja nasi. Sema Yeremia 28 mstari wa 20. Nimekosea kunukuu. Naomba niangalie hapa kwa uzuri. Basi hili fungu tutaliacha, tutalitafuta kwa wakati mwingine, tutalileta, maana kumbukumbu naona imepotea. Lakini nabii wa kweli na unabii wa kweli, yule anayetoa nabii lazima unabii utimie. Leo tunao manabii wengi wanaotoa nabii ambazo hazitimii kabisa. Ziko nabii nyingi sana. Unaweza ukaangalia hata nyakati zile za uchaguzi, unaweza ukaona huyu anatoa unabii huu, anatoa unabii yule anatoa unabii ule, lakini hakuna unabii unaotimia hata mmoja. Kwa hiyo nabii kama hizo ambazo hazitimii, huo sio unabii wa Mungu. Lakini jambo la tatu, nabii wa kweli atakiri kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili na ya kuwa Mungu alifanyika kuwa mtu halisi. Kwa lugha nyingine, nabii atamkiri Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ni ya 4 mstari wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2, ndipo tunaposoma habari hiyo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, hata tukianzia mstari wa kwanza: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu,
kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anasema tusiamini kila roho, tuzijaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wamekwisha kutokea, sio watatokea, wametokea duniani. Mstari wa 2 anasema katika hili mwamjua roho wa Mungu. Katika hili tunamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kila roho inayokiri ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili, hiyo inatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo imesikika kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Roho inayomkataa Yesu, inayompinga Yesu, hiyo ni roho ya unabii wa uongo. Siku moja nilikuwa nimetembea katika nyumba ya Mkristo au mshiriki mwenzetu, nikiwa nimemtembelea ili kumtia moyo kama kazi ya kichungaji ilivyo. Na nilipofika nyumbani kwake, alikuwa amemweka mtu mmoja maarufu, jina lake nalihifadhi, naye ni nabii miongoni mwa manabii mnaowajua duniani. Of course ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumwona yule mtu na kumsikiliza. Yule bwana waziwazi akasema ya kwamba damu ya Yesu haina kazi, kwamba sasa hivi maji ya upako yana nguvu kuliko damu ya nini? Ya Yesu. Na haya mambo kama hauelewi yanasemwa sana, yanasemwa mno. Siku hizi watu wanauza maji, wanauza chumvi, wanauza mafuta, utazani damu ya Yesu imeisha kosa kazi. Roho yoyote inayoweza kumpinga Yesu, hiyo haitokani na Mungu wetu. Na ndiyo maana nabii anatuambia tukitaka kujua ya kwamba huyu ni nabii wa kweli, lazima nabii wa kweli amkiri Yesu. Amkiri Yesu. Amkiri Yesu. Yesu ndiye kiini cha wokovu wetu. Yesu ndiye kiini cha wokovu wetu, ndio kiini cha ukweli. Ukweli wowote unaomweka Yesu pembeni, huo sio ukweli wa leo. Lakini nabii wa kweli aliyebeba ukweli lazima amkiri Yesu, kwamba Yesu amekuja katika mwili, Yesu alikufa, Yesu akafufuka, na sasa yuko hai kama mwombezi wetu katika patakatifu pa mbinguni. Hilo ni la muhimu. Sikia maneno haya. Machoni pa ulimwengu hakuna uzuri mwingine ambao wanadamu wanaweza kuutazama isipokuwa uzuri wa nuru itokayo katika maisha ya Yesu. Nuru ya uzuri wa kutazama inatoka katika maisha ya Yesu. Na ndio maana huwa nakapenda kale kawimbo kanako imbwa kakisema, mtazame Mwokozi
usoni mwake mzuri, mambo ya dunia hugeuka uso wake tukifanya nini? Tukiuona. Kwa hiyo lazima kukiri kwa Yesu, yeye aliye nuru ya wanadamu. Jambo la nne juu ya ukweli kuhusu nabii na unabii wa kweli. Unabii na nabii wa kweli hupatikana katika maisha ya kazi yake, yaani maisha ya kazi ya nabii mwenyewe, kazi ya huyo nabii na unabii wake, mafundisho yake. Kisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 na wa 16, moja ya maneno ambayo Yesu aliyakazia, alisema ya kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo maisha, matokeo ya kazi za hawa manabii yatatuambia ya kwamba haya matunda ni ya kazi za Mungu au sio. Siwi nabii nikiwa mimbarani na siwi mchungaji nikiwa hapa mimbarani, na nikitoka nina maisha mengine ambayo nikiyasikia au mwingine akiyasikia yanawasha. Visa tunavyo vingi sana. Nina rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa ni mwalimu wa kwaya kule Katoro. Alikuwa amesoma na jamaa mmoja hivi, na wakamaliza naye shule ya msingi, baadaye wakapotezana. Kumbe yule bwana alienda, maisha yakampiga. Mwisho akakutana na watu, sijui walimshaurije, wakamwambia ya kwamba bwana, unaweza ukaokoka na ukafungua kanisa. Na yule bwana akaingia kanisani, akajifunza alivyojifunza, baadaye akaanzisha kanisa lake, akawa ameenda hata Nigeria huko. Kwa hiyo akianzisha kanisa pale Katoro, likawa linaanza kufanya vizuri kabisa. Watu wanaenda huko, wakupokea wanapokea wanavyopokea, sio kila kitu kinachopokelewa. Sasa huyu jamaa mwalimu wa kwaya huyu ninayemsimulia, akasikia ya kwamba fulani yuko mahali fulani amefungua kanisa fulani, niliyekuwa namjua fulani. Yule bwana akaomba sana, akasema, Mungu, mimi ninaomba unisaidie. Leo ninaenda kwenye hilo kanisa, ninaomba utende jambo. Yule bwana alipoingia kwenye lile kanisa, akakaa nyuma kwenye kona kabisa, nyuma kabisa. Saa ya kusifu ikafika, watu wakasifu, wakuomba yale maombi wakaomba. Baada ya yale maombi akaingia mchungaji, akafundisha. Ikafikia wakati wa kuombea watu. Kawaida huwa ni watu waanguke, siku hiyo ikawa tofauti. Badala ya watu kuanguka, yeye ndiye akafanya nini? Akaanguka. Wale wasaidizi wa mimbarani wakaja wakamchukua. Kwa mfano mimi hapa nianguke, mzee Kadio najua atakuwa wa kwanza kufika hapa. Kwa hiyo wakamchukua wakampeleka kwenye chumba hicho walichompelekea. Siku hiyo mtumishi ameanguka mapepo. Wakampeleka kwenye chumba. Alipofika huko akazinduka,
akawaambia kuna mtu fulani amekaa kwenye kona. Halo, yule mtu nendeni mumlete hapa. Siku hiyo ibada iliharibika. Huyo bwana alipofikishwa kwa huyo jamaa akaambiwa ya kwamba usije hapa tena, umekuja kuharibu biashara za watu. Na yule bwana akawa ameng'amua ukweli wa kung'amua. Kwa hiyo wapendwa, ninachotaka kukuambia ni kwamba matunda yatatusaidia kutambua. Bahati nzuri, ukweli huwa una tabia ya kutupatia namna na macho sahihi ya kutazama. Tunapotazama matunda ya maisha ya watu, tutajua ya kwamba haya ni matunda ya roho, lakini haya ni matunda ya mwilini. Leo tunao manabii walevi. Leo tunao manabii ambao ndio wanaongoza kuharibu wake za watu na ndoa za watu. Leo tunao manabii kwa jina la unabii, wakiwa mimbarani wanatoa unabii, lakini ndio wanaoongoza kuharibu mabinti. Tutawatambua kwa matunda yao. Wanahitajika wanaume na wanawake ambao wataweza kuyatazama matunda na wakayatambua hayo matunda, wakachora mstari ya kwamba hiki chatoka kwa Bwana na hiki hakitokani na Bwana. Tutayatambua matunda yao. Tutatambua matunda yao. Tutatambua matunda yao. Kwa hiyo haya mambo manne ni ya muhimu sana. Moja, matunda. Mbili, kutimia kwa unabii. Nabii hawezi kutoa unabii usiotimia. Tatu, sheria na ushuhuda. Nne, kumkiri Yesu. Haya mambo manne, na haya sio kwamba atimie katika moja. Wako manabii wengi wanaomtaja Yesu, na wengi leo tumehadaika kwa sababu anamtaja Yesu. Kumbuka Yesu alishatangaza mapema kabisa ya kwamba sio waniambiao Bwana Bwana, Mathayo 7:21, watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali ni wale wayatendayo mapenzi ya Baba. Hao wanaoyatenda mapenzi ya Baba, hao mapenzi ya Mungu wetu. Na mapenzi yanajulikana katika matunda ambayo watu wanayazaa. Kwa hiyo hayo mambo manne ni ya muhimu kwa pamoja. Nabii wa kweli lazima awe na hayo mambo makubwa manne, na hayo yatamtambulisha na yataitambulisha kazi yake. Ninaomba kwa ajili ya muda nitoe nafasi kwa ajili ya swali na nyongeza na mjadala, ili baada ya hapo tuweze kufanya mahitimisho. Ninaomba ikiwa kuna mtu mwenye nyongeza au swali, nisije nikawa nimehubiri na kumbe nilikuwa nafundisha. Ikiwa yuko mtu anaweza kunyosha mkono, na tunazo maiki zinaweza zikamfikia aliye na swali au nyongeza. Mwingine tumeuona mkono wa kwanza huo. Yuko mwingine anayetaka kutoa nyongeza? Lakini kipindi cha mjadala tutaongezana maarifa. Sawa, tunaomba tumpatie huyu mtumishi wa Mungu. Ikiwa yuko mwingine, basi atanyosha mkono baada ya huyo ili maiki imfikie. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Shida yangu ni Kiswahili kilichotumika. Niko naomba unisaidie ufafanuzi kidogo. Neno la mwisho kwenye hiyo Isaya
mtawatambua kwa matunda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, hiyo sentensi ya mwisho, kwao hao hapana asubuhi. Hilo limekuwa nikinichanganya hata nikishana wenzangu, hiyo asubuhi. Sasa kuna asubuhi na jioni, mchana. Labda kama kuna ufafanuzi mwingine wa hilo neno asubuhi, ndivyo lilivyotumika au kuna namna nyingine ya kuelewa zaidi? Basi ni swali yeye anataka kujua, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tunashukuru kwa swali. Kuna anayeweza kumjibu mwenzetu? Ikiwa yuko, natamani nitoe nafasi hiyo kwa mmoja wetu. Basi wamenyamaza. Au mzee Kadio anataka kujibu? Mzee Kadio yuko hapa. Labda tu niseme kwamba katika lugha zetu wakati mwingine kuna namna ya kuwasilisha jambo ambalo unahakika kwamba uzoefu huo unatambuliwa na watu wote. Yako mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu ambayo unaweza kuwa na hakika kwamba sehemu kubwa ya watu wanaya experience au wana uzoefu nayo. Kwa mfano, katika fungu hili anaposema kwao hakuna asubuhi. Asubuhi huwa kunatokea kila mtu wengi wetu tuseme, labda unaweza ukawa na mashaka na wale wanaoishi kwenye ile wanaita pembe ya kaskazini, North Pole au South Pole, ambapo labda wanasema huwa kuna kucha baada ya miezi, wanaona mwanga baada ya miezi kadhaa. Lakini wengi wetu ambao tunaishi katika ukanda huu wa katikati ya dunia tunashuhudia kila asubuhi jua likichomoza, na experience hiyo inatupatia kwamba ni mwanga unaokuja. Kwa hiyo tafsiri ambayo mimi naweza nikaitoa, ambapo mtunzi wa au aliandika fungu hili alikuwa anamaanisha kwamba kwao hao hapana mwanga. Na tunaposema mwanga au nuru, tunaweza tukasema ni kwamba hakuna ufahamu, hakuna maarifa. Asante mchungaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jibu zuri kabisa, msikilizaji wetu na muulizaji wa swali, lakini ninaomba fungu hilo nilisome kwa Kiingereza au kuna mtu anataka kusema? Karibu. Asante sana. Kwa Kiingereza nasema, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there's no light in them. Kwa hiyo kama mwenzangu alivyosema ni kwamba mwanga ndio ya kwamba hawana ile nuru ambayo inaangaza ukweli wa sheria ya Mungu. Naongezea tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo neno light pale anaposema bila shaka kwa hao hapana asubuhi, kwa maana hii ya kwamba wale ambao hawasemi kwa sheria na hawaenendi kwa ushuhuda, maana yake ndani yao hakuna nuru. Ndani yao hakuna nini? No light in them. Hawana nuru. Na kwa kuwa hawana nuru, hawana wanachoweza kuangaza zaidi ya giza. Ikiwa kuna mtu ambaye yeye ni raia wa gizani, lafu ananiletea unabii wa gizani, na mimi nikapokea unabii wa gizani, nami naelekea kuwa mtu wa gizani. Kumbuka sisi ni wana wa nuru. Bwana Yesu asifiwe.
Tunashukuru kwamba majibu yamepatikana. Kuna mtu mwenye neno? Tafadhali sogea ili basi uweze kusema katika mazingira mazuri. Mwingine ni nani? Wakati yule anasogea, yule pale anaweza akapewa microphone. Bwana asifiwe. Amen. Nilitaka nimkumbushe labda kuna sehemu mchungaji, kuna fungu lilikupotea pale. Okay. Kuhusu unabii wake lazima utimie. Tusaidie. Sasa nadhani sijui itakuwa ni hili Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 21 mpaka 22. Endelea lisome tu. Ngoja naomba nilisome. Nasema, nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilolinena Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia. Hilo ndilo neno asilonena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii. Usimwogope. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa ajili ya kutukumbusha fungu hilo ambalo sisi tulilinakiri vizuri. Kwa hiyo unabii lazima utimie. Kwa hiyo nabii anayesema mambo yasiyotimia, basi huyo hata usimwogope, neno la Bwana limesema. Kuna mwingine yule pale karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kuhusu the same that the brother said, but mstari uliokuwa natafuta ilikuwa Yeremia 29 mstari wa 8. Okay. Yeah, sawa. That's just. Nashukuru kwamba wasomi wako hapa wa maandiko. Mimi nilisahau, na of course lile ndilo fungu nililokuwa nimelinoti. Mtumishi ametuongezea lingine pale. Na hilo fungu kwa sababu tulikuwa tulisome, naomba nilisome hapa. Yeremia 29 mstari wa 8, na wewe unaweza sasa ukaliandika vizuri. Mimi nilinukuu 28, kumbe ilitakiwa kunukuu 29. 28 mstari wa 9. Yes, ndilo hili. Mimi nilikuwa nimenukuu 28 mstari wa 20 ambao haupo. 28 mstari wa 9 anasema, nabii atabirie habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Kwa hiyo yule nabii anayetabiri na likatimia, huyo ndiye ametumwa na Bwana. Lakini kama halikutimia, basi huyo hakutumwa na Bwana pamoja na Torati iliyosomwa. Kuna mwingine? Tumeona pale mkono, tumpatie microphone. Asante sana kutafakari hii, inasaidia sana kukua kiroho. Nilikuwa na swali katika yale mambo manne, hasa kwa jambo la kwanza ambaye anasema unabii lazima uambatane na sheria ya Mungu, ndio itakuwa kipimo. Sasa nilikuwa na swali kuhusu nabii Hosea. Naamini kwamba alikuwa nabii wa Mungu. Sasa najaribu kutafakari katika maisha sasa na katika uhalisia. Kwa mfano kwangu mimi binafsi tu, ukiangalia nabii Hosea, ukianzia pale 1:2, hapo Mwenyezi Mungu anaenda anamwamuru kwamba amchukue mke wa mzinzi
amuoe amfanye kuwa kwake. Ukiachana hapo pia aenda Hosea 3:2 ambapo Mwenyezi Mungu asema chukua tena mwingine huo mke wa uzinzi, ukazaa watoto wa uzinzi kwa sababu nyie mmemzini Bwana Mungu wenu. Sasa najiuliza hapa, mbona kama hii unabii wa Hosea uko na kinzana na ile sheria ya uzinzi? Naomba nisaidie uniweke sawa. Asante. Mjua muulizaji swali anachanganyikiwa na unabii wa Hosea. Unabii wa Hosea ukiusoma kwa ujumla, Hosea na Gomeri na watoto waliozaliwa, kila kitu kina maana na kila kitu ni unabii. Sasa ni salama tujue ya kwamba hiki kinamaanisha nini. Kisa cha Hosea kwa ujumla, Hosea alikuwa anamlaumu Mungu ya kwamba Mungu, mbona hawa watu waangamizi? Mbona waangamizi hawa Waisraeli? Kwa hiyo Hosea kama nabii wa Mungu akamfanya kama Mungu, na Gomeri ikawa ndio taifa la Israeli. Kwa hiyo lile tendo la Gomeri kwenda kufanya uzinzi lilikuwa linaonyesha namna ambavyo taifa limekuwa likimwacha Mungu, linakwenda kwa miungu. Kwa hiyo Hosea mwenyewe ni unabii, Gomeri mwenyewe ni unabii, na hata yale majina ya watoto maana zake zina unabii. Kwa hiyo ile ilikuwa inatoa demo ya maisha ya namna Israeli walivyokuwa wanahusiana na Mungu. Vile Israeli walivyokuwa wanahusiana na Mungu, hivyo ndivyo ambavyo Hosea naye anapewa kurelate na yule mwanamke. Mwisho unaweza ukaona namna ambavyo kisa kile kinamalizika. Yule mwanamke anatulia, Hosea anampa upendo wote, na hata alipoambiwa amuache hakuweza kumuacha. Fundisho likiwa ni kwamba Mungu hawezi kuwaacha watu wake. Hata kama tutamuacha Mungu, neema yake haijatuacha. Kwa hiyo mafunzo tunayopaswa kuchukua kutoka katika unabii wa uzima wa Hosea hauna mahusiano na uasi wa sheria ya Mungu. Fundisho lake ni lingine juu ya mahusiano ya Kristo na kanisa lake. Nadhani muulizaji nitakuwa nimekujibu. Kama umeelewa punga mkono japo kwa ufupi. Nashukuru kwamba umeelewa. Kuna mkono wa mwisho? Nashukuru sana. Naomba tuhitimishe kwa namna hii ya kwamba wapendwa, tunaishi katika ulimwengu wa siku za mwisho. Yesu aliyesema ya kwamba manabii wengi wa uongo watatokea, huo ndio ukweli tunaoishi leo. Tunaishi katika ulimwengu wa manabii wa uongo wengi kabisa. Tumepewa vipimo vitakavyotusaidia kuchora. Wapendwa, tusihadaike na miujiza. Nabii wa kweli hatatambulika kwa miujiza anayoifanya, wala mtu wa Mungu, mchungaji wa kweli hatatambulika kwa miujiza. Kutoa pepo sio ishara ya utambulisho. Yesu alisema manabii wengi wa uongo watatokea na watafanya ishara nyingi, na anasema hata kuwapoteza hata yumkini wale walio wateule. Ishara sio sehemu ya imani yetu. Hatutaamini kwa sababu ya ishara. Imani yetu inajengwa katika neno. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, sio katika ishara zinazofanyika.
Leo tunao wanadamu wengi ambao wamehadaika na ishara, na bahati mbaya hata washiriki wetu wameanza kuhadaika. Leo tunao wengi wanaoishi na maji ya upako. Kuna watu eti wanaishi leo eti na mafuta ya upako, wengine wanaishi na chumvi ya upako. Haya yote ni madanganyo ambayo shetani anayatumia kuwadanganya watu wa Mungu. Hebu jiulize swali. Wewe ulizaliwa hujui chochote. Hukuwahi kupewa chumvi, hukuwahi kuishi kwa maji, hukuwahi kuishi hata kwa mafuta. Leo umekuwa mtu mzima hivi, umeshindwa kumweka Yesu moyoni mpaka uamini chumvi. Imani imegeuka kuwa mahali pa kugawa hirizi. Yesu hakuwahi kumgawia mtu kitu chochote. Kitu pekee ambacho watu waliwahi kuchukua kwenye mikutano ya Yesu ni chakula kilichobaki. Halo? Unaweza ukakumbuka wale watu waliomwendea Yesu baada ya kuwa wamekaa miguuni pake, akawafundisha. Wakati wa chakula ulipofika, akawapa samaki 5 na mikate, samaki 2 na mikate 5. Wakala, wakashiba, wakabakiza na mabaki. Yale mabaki peke yake ndio aliwaambia watu waokote. Hakuwahi kumgawia mtu chochote. Sasa ikiwa Yesu hakuwahi kugawa chumvi, hakuwahi kugawa mafuta, hakuwahi kugawa maji, wewe unakuwa na ujasiri gani wa kutumia hivyo ambavyo havikutumika? Aliyewahi kutumia chumvi ni Elisha. Na Elisha anaenda Yeriko, anaambiwa nchi hii inazaa mapoza. Ni hapo tu akachukua chumvi, akaenda kwenye vijito, akaweka kwenye yale maji, nchi ikageuka kwa neno la Bwana. Hiyo sio modo ambayo imewekwa ya kwamba watu leo watembee na chumvi. Mafuta, neno la Bwana limeelekeza yatumikeje. Hata kanisa hili kwa maelekezo yale na kwa miongozo iliyopo kwa wazee, kwa wachungaji, ikiwa mtu wa kwenu hawezi, awaite wazee. Neno la Bwana limeweka vizuri. Sio kugawinywa. Watu tunagawiwa mafuta, tena tunayanunua kwa bei. Wewe hujagamua ya kwamba watu wanafanya biashara. Nikaona kule Arusha eti mtu amekuja anauza mchanga wa upako. Unaenda pale na kachombo kako, anakuchotea kakijiko kamoja buku. Tena alikuja miaka kama 2 iliyopita jamaa mmoja hapo, ni nabii sasa hivi maarufu sana hapa Tanzania, ana mchanga wa upako. Unaenda unachotewa kijiko. Alivuna milioni 900 mbele ya macho ya watu wa Arusha, na ni bukubuku tu, na ni mamichanga tu ya haya. Wapendwa, tusidanganyike. Naomba nirudie neno hili, tusidanganyike. Usalama wetu peke yake uko mikononi mwa Yesu. Tulia mikononi mwa Yesu. Ruhusu Yesu akae moyoni mwako. Hauhitaji kitu. Na ndiyo maana ametukataza tusijifanyie sanamu ya kuchonga. Sihitajiki kukupatia kitu cha kuidhihirisha imani yako. Imani yako inadhihirishwa kwa huyo usiyemuona na kwa matendo yasiyoonekana, matendo ya imani. Tusidanganyike. Tusidanganyike. Tutulie kwa Yesu.
Na rafiki yangu, bora ubaki na tatizo lako ukiwa kanisani hapa. Na uko msemo huu naomba niurudie kwako. Ni heri kufa kwenye viwanja vya Yesu na mikononi mwa Yesu kuliko kuwa salama kwenye viwanja vya Shetani. Shetani ukiona unafanikiwa kwenye viwanja vyako, ukiona unafanikiwa kwenye viwanja vya Shetani, ni sawa na yule mtu anayenenepesha ng'ombe ili awachinje baadaye wakiwa wamenona. Tulia mikononi mwa Yesu. Tulia, lishike neno la Mungu, litatuongoza salama na tutafika salama kwa utukufu wa Mungu wetu. Miujiza ingalipo ndani ya kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Ingalipo. Leo Wakristo wengi, washiriki wetu wengi wamedahadaika. Usihadaike, tulia kwa Yesu humu. Na wala imani yako simuweke kwa mtu fulani, imani yako impelekee Yesu. Hapa Muhimbili kuna mama mmoja niliwahi kumtembelea. Kipindi hicho hata sijawa mchungaji. Tulipomtembelea yule mama, wale tuliokuwa nao wakasema ya kwamba jamani, huyu mama tumuite mchungaji Mbaga aje amuombee. Yule mama akainuka kitandani pamoja na ugonjwa wake, akatuangalia na jicho fulani hivi kavu zito. Ambia, mimi mniitie Mbaga? Mimi siwezi kuomba Mungu wangu anisikie mpaka amsikie Mbaga. Yaani Mungu wangu hawezi mimi ninasema kitu ambacho ni live. Mungu wangu mimi hawezi kumsikia mimi ninayeumwa mpaka amsikie Mbaga ndio nitendewe muujiza. Hata na nyinyi mliokuja sitaki mniombee. Akatuambia pigeni magoti. Yule mama aliomba mwenyewe kwa ajili ya afya yake, na baada ya siku 3 alitoka Muhimbili. Wapendwa, Yesu yuko hapo na yuko na wewe na yeye. Ziko nyakati utahitaji kumkabili Yesu wewe mwenyewe. Jifunze kusimama na Yesu, maana unamhitaji wewe personally. Yesu wetu sio Yesu wa kundi. Ulipo hapa ukasema ya kwamba namkubali huyu Yesu awe na mwokozi wa maisha yangu, huku hapa ya kwamba Yesu atakuwa wa kwetu. Uliapa awe mwokozi wako mahususi, your personal savior. Yesu ni mwokozi wako mahususi. Unaweza kumkabili Yesu wewe mwenyewe, hauhitaji imani ya mwingine. Ni kweli tunapaswa kuombeana, lakini imani yako ni hitaji la msingi kwa mafanikio ya maisha yako. Unamhitaji Mungu, unamhitaji Yesu wewe personally. Usidanganyike na ulimwengu huu, usidanganyike na manabii wa uongo, usidanganyike na makristo wa uongo. Leo tumejenga msingi. Jumamosi ijayo naamini tutapata muda twende tukasome historia ya Ellen White. Kwa hiyo tutapita katika mapito ya historia ya Ellen White. Tunatamani kuyaona maisha ya mama huyu. Wengi tumeanza kupoteza imani naye. Ninaomba Jumamosi tutakuwa tukizungumza maisha ya mama huyu, ili tujialaini ya kwamba naye ni nabii, ili tutakapoingia katika vitabu vyake kuangalia matukio mbalimbali, basi tuamini maandiko yake kama maandiko yaliyotoka kwa Mungu wetu. Mungu atubariki na Bwana atutendee mema, atuongezee ufahamu, tuendelee kumjua zaidi na zaidi. Tusimame. Namba 157. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia, mara wote wampendao atawakusanya.
157, kiongozi wa nyimbo. Mfalme yu mlangoni. 67. Mfalme yu mlangoni, ndiye aliyetufia, mara wote wapendao atawakusanya. Yuaja, yuaja, mlangoni anasimama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Dalili za kuja kwake zinazidi kutimizwa. Karibuni wateule, watamlaki Bwana. Yuaja, yuaja, mlangoni anasimama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Sitafuti duniani amani wala furaha, mpaka Bwana arudi dhambi kuondoa. Yuaja, yuaja, mlangoni amesimama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Tutaka na Mwokozi makaoni ya milele, daima tutafurahi kuwa wake wake. Yuaja, yuaja, mlangoni amesimama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Yuaja, yuaja, mlangoni anasimama, anakuja, anakuja, kuja kwake karibu. Baba mwema, rafiki yetu, Mungu unayetupenda, jina lako litukuzwe jioni hii ya leo, jioni ya pekee sana, ikiwa ni jioni ya mianzo ya siku nyingine. Tunakutukuza sana. Asante kwa ajili ya Sabato ambayo umetupatia siku hii ya leo, iliyokuwa na baraka nyingi. Sabato ambayo tumeshuhudia mema mengi katika maisha yetu. Baba, tunakutukuza. Ni imani yangu ya kwamba zile baraka ambazo wewe mwenyewe ulikusudia kutoka kwetu, ninaomba Bwana, baraka hizo
ukapate kuwamwagia watoto wako. Kwa kuwa ulisema ulibariki siku ya Sabato, tena ukaitakasa na hata ukapumzika. Naomba baraka hizo, utakaso huo, pumziko hilo ulitimize kwa watoto wako kwa utukufu wa jina lako. Baba, majira haya mazuri tunakushukuru kwa neno ulilotukumbusha jioni ya leo. Ni kweli kabisa tunaishi katika siku za mwisho, siku ambazo tumeshuhudia manabii wengi wa uongo. Mungu wangu, tunapishana nao, wengine ni ndugu zetu, tunasalimiana nao, na Mungu wangu tunahusiana nao kwa namna mbalimbali. Shetani ameigiza vitu vingi ambavyo vikitazamwa vyaweza kuonekana kana kwamba ni ukweli vile. Shetani amelitumia neno lako vibaya, na hata wateule wako wamekuwa wakihadaika. Ninakuomba jioni hii ya leo, neno lako litusaidie kuchora mstari. Baba, ijulikane ya kwamba nuru ni ipi na giza ni ipi. Na kwa kuwa umetufanya kuwa wana wa nuru, tunakataa matendo ya giza na maisha ya giza kwenye maisha yetu. Baba, ninaomba hata kama kuna ambaye alidahadaika hata akateremka gizani, naomba ukamwokoe, naomba ukamsamehe, naomba ukamsimamishie nuruni tena kwa utukufu wa jina lako. Amen. Baba, alisaidie kanisa lako. Tuko nyakati mbaya na ngumu. Shetani ametukasirikia na kwa kweli anatuchukia. Tusaidie Baba, tukae katika viwanja vyako salama. Amen. Neno hili tuliloanza kujifunza na kadiri tutakavyoendelea, lisaidie kanisa lako. Amen. Wasaidie na watumishi wako ambao wako katika mitandao, na wao wape baraka zao. Neno hili linapotuimarisha na wale wasikilizaji wenzetu, nao ukawaimarishe. Endelea kutufundisha siku kwa siku. Tunatamani Bwana tukae nuruni na tuwe na hakika ya kwamba tuko nuruni. Tuongezee imani ili uendelee kutukuzwa maishani mwetu. Watoto wako sasa tunatoka katika hema hii, tunakwenda kuikabili nchi Yesu. Tunaenda kwenye biashara Baba, tunakwenda katika ofisi mahali tulipoajiriwa. Mungu wetu, tunakwenda mashambani, tunakushukuru kwa mvua zinazonyesha. Ninakuomba Bwana uende pamoja na sisi, tusiende peke yetu, ruhusu tuende nawe Baba. Kila tutakalolifanya tufundishe kulifanya pamoja nawe, na wewe Bwana zidisha baraka zako katika yote tutakayoyafanya. Tutakapokuja Jumamosi tuwe na shuhuda nyingi ya kwamba Bwana ulienda nasi. Watakao kwenda kwa biashara kaonekane kwenye biashara zao. Watakaoenda mashambani nenda nao katika mashamba. Watakaoingia ofisini ingia nao. Utukufu uwe mbele yao kwa jina lako Bwana. Asante kwa sababu wewe umetupokea. Endelea kutupa amani mioyoni mwetu, tupatie na amani katika nyumba zetu. Endelea kutuleta mahali hapa tukutane nawe, na yale mengine ambayo ni mahitaji yetu mmoja mmoja ambayo anayo, inaomba Baba sikia dua zetu jioni ya leo. Na hata kama kuna ombi lililetwa kwako ambalo Bwana lilikuwa ni muhimu litamkwe mbele zako jioni ya leo, naomba Bwana, kwa kuwa Kristo unatuombea, tukamilishe kuomba kwetu pamoja na Roho anayetuombea kwa namna ya kuugua. Tunakuamini, tunakutegemea, tunasalimisha maisha yetu tukiomba utubatize kwa Roho Mtakatifu jioni ya leo na kutuandaa kwa uzima wa milele. Maana hivyo ndivyo tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana naomba niongoze
njia yako iwe wazi, kwa kuwa wewe peke yako unaniweka Asante sana kwa utulivu wenu. Mungu awabariki. Na huu utakuwa ni mwisho wa huduma yetu, lakini ninawakumbusha Jumamosi tutakuwa na programu ya matendo ya huruma na tutakuwa tukichangia damu. Tutakuwa na kituo hapa kanisani. Jiandae kuokoa maisha ya mtu mmoja kupitia damu yako unayoweza kumchangia. Na vijana wanaendelea kujiandaa kwa matendo ya huruma. Tuendelee kujiandaa, na juma lijalo litakuwa ni juma la uamsho kwa kanisa litakalosimamiwa na idara ya vijana. Tunawakaribisha, tusisite kuendelea kushiriki huduma hizo. Tutaendelea na maombi kuanzia Jumatatu. Kila asubuhi tutakuwa hapa kwa ibada ya asubuhi. Hivyo tunakukaribisha katika dua na maombi ya asubuhi ya kila siku hapa kanisani. Ni kipindi cha baraka. Njoo tubarikiwe pamoja. Mzee wa kanisa, kama unalo neno ni kuombe uje. Basi amesema hana. Tunawatakia kila laheri. Bwana akawape baraka zake, akawatangulie katika mapito yenu yote. Kila lililo jema Mungu wetu na awapatie. Nasi tunaendelea kuwaombea Bwana awafanikishe. Tunaweza kusaidiana kuweka viti hivyo sawa kama ulivyo utamaduni wetu. Mungu atubariki.